Tono zali apata dawa kwanza. Sawa. Njoo tuende upate dawa kwanza. Sasa mbona wamewapiga risasi kama walikuwa wanajua afya zao? Kuonyesha kali tena. Mwanangu, tumbaki mimi. Hizi hapa wapi? Kwa pale jamaa wale. Kama ndio. Angieleze pia mimi. Hapa ni mati bro. Alisubuisha 12 akipigwa risasi kama wanatuinvade hapa. So sababu yao ya kuwakimbiza na kuwapiga wanasema sawa, wataka utaki utabadilishwa bali. Sio nani amwambia sitakwenda kutia atoe pesa ambao hana. Sasa hiyo mambo yao kila siku. Tayari. Shika mmoja shanda za Kwale mara 3 bila chochote. Hajashika nalo. Tuchukue. Hiyo bullet amerusha askari imepiga watu wawili. Imegonga kichwa ya treasurer wetu na ikapiga sikio ya memba mwingine huko mbele. So amepiga watu wawili na risasi moja. Akapiga nyingine ya tatu hapa kutufukuza. So ndio kufika kule askari wakasema sasa basi twende tuone scene. Tukaja hapa tukaonesha scene. Haya, na huko kuna mzee mwingine akasema pia media watakuja waje wawasaidie. So vile mmekuja, that is what is happening for today on my side. Shida ni kwamba hapa sisi hatuna shida. Tumekuambia sisi we are not active users. Si tunakunywa dawa pale, wengine wamemaliza. Kama mimi nimemaliza dawa 2023 niko sawa. Unaona? Hapa tuna run hiyo CBO. Ndio tuwe na activity at least tusiwe boring. Tumepawa shamba pale na serikali, tunakuza mboga pale. Sasa huwa tunachanga pesa hapa, tumefungua account kule. Tunapeleka pesa. So tulikuwa na 70k hapa. Ni 27 eh? Haya, huyu askari amezirukia, amengangana nazo mpaka wameenda na hiyo pesa. Wameenda na 27,000 ambapo hiyo pesa leo tulikuwa tunaicollect tuipeleke wapi? Kwa account. Na simu 3 za members. So sisi tulikuwa tunaomba tu serikali itusaidie kwa sababu sisi sisi tulikuwa wabaya kweli zamani, lakini tulisarenda, tuliona hakuna haja kusumbuana na community. Cause pia sisi tumetoka na kwa community. Kwa hivyo wazee, sisi tulikuwa tunaomba tu government kama inaweza kutupatia opportunity pia sisi tuishi vizuri kama watu wengine. Hapa tuko na matatizo ambayo yamekuwa matatizo endelevu. Si matatizo ya siku moja ama siku mbili. Yako almost 3 years ago. Ni kitu kimekuwa kikiendelea. Ishawahi happen, ika happen na bado inaendelea ku happen. But sasa imefika to an extent ya kwamba hata ule mnyonge anaona kwamba hii si haki. Walikuja wakatupiga mara ya kwanza, tulikuwa tukikaa kule mbele. Wakasema tuko kwenye muadhara, tuko kwenye umati wa watu, tunaonyesha tu picha mbaya. Hii dawa kwanza unapoinywa huwa hauna nguvu. Mpaka ukae chini something like 30 to 1 hour. Itembee kwa mwili ndio mtu aweze kufocus chenye anafaa. La sivyo utamwona tu ni mlevi, hata anaweza gongana na ukuta. So watu wakatoka kule mbele, ikawa ni aibu kule mbele. So ukikunywa, wengine tuko na family. Mtoto wako anapita labda anaenda shule anaona babangu yule pale. Tukaona ni aibu. So tukikunywa dawa tunakuja kwenye kivuli cha miti. Hapa mahali mnapaona. Hospitali yetu ndio hii na sisi ndio hawa. Sio kwamba tumeenda kwa eneo la mtu, hapana. Hawa polisi wanapokuja kila siku ya Jumanne, hawakujangi siku zote. Wanakujanga siku ya Jumanne. Na wanapokuja mambo ni mawili. Tupeane shilingi 2,000, failure to that waende na mtu. Na wakienda na mtu toka wanekanga watu hapa Kombani Police Patrol Base. Tukaenda tukamlalamikia OCS wa pale, akakataa. Sasa mtu akishikwa hapelekwi pale. We don't know wanapelekanga wapi sasa hii. Wanapeleka Kwale. But I myself I don't know. Kama mwenzangu anajua ni anajua. Sasa imekuwa mtu akishikwa hapa kama hauna 20,000. Familia jiandae na 10. The lowest amount yenye wanachukuanga ni 7,000. Yenye washawahi chukua kwa ndugu yangu mimi ni 7,000. Na kinachotusibu ni polisi kutufuata kila siku, kutunyanyasa. Hata mimi mwenyewe ashanishika bila sababu, akanipeleka akanilaza Kwale. Na nikiuliza shida ni nini, hawasemi. Wanasema wewe hata ukisema nini tutakuwekelea mabangi, si bora tukupeleke. Leo pia wamekuja hivyo, tumchanga pesa yetu 25,000 tumeiweka.
tutaka tuipeleke benki ili tujisaidie, kwa sababu tunatengeneza certificate yetu ya chama ili tupate maendeleo ya mat recovery. Sasa tumechanga pesa, tumeiweka hapa, tunaona mzozo. Tukiangalia hivi tunapigwa bunduki juu, tulivyochamkana hivyo pesa ikachukuliwa, ndugu yetu mwingine akapigwa bomba, ikapita kwenye shikio, ikaingia kwenye kisogo. Na sasa yeye anaendelea kupata matibabu. Kila tutaka kuelezea atueleweke, atupate haki zetu.